Marekani imetuma ndege za doria kwenda nchini Norway kuiwinda nchi ya Urusi. Na kwa nini Marekani imefanya hivyo? Basi utafahamu hapa kwa nini Marekani imetuma ndege za doria kwenda nchini Norway kuiwinda nchi ya Urusi. Na mara baada tu ya ripoti hii pia utasikia kile ambacho mawaziri wa ulinzi kutoka nchini Marekani ambao tayari wametangaza kwamba Marekani ni lazima ianze kujiandaa kwa vita. Je, ni vita na nchi gani? Na kwa nini? Basi utasikia hapa. Cha msingi na kusihia kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii, na unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Marekani imetuma ndege za doria aina ya P-8 Poseidon kwenda huko nchini Norway zikifanya misheni karibu na eneo la Urusi katika bahari ya Baltiki. Taarifa hii ni kulingana na picha za satellite, data ya kufuatilia ndege pamoja na jeshi la Norway. Ndege ya P-8 iliyoundwa kwa ajili ya vita dhidi ya manowari, uchunguzi wa uso na mkusanyiko wa kijasusi ilipigwa picha kwenye uwanja wa ndege wa Oslo Gardermoen mnamo Septemba 23 mwaka huu, ambapo picha za satellite zilizokaguliwa na mchambuzi wa kijasusi wa chanzo huria Osint Technical zilipendekeza ndege mbili au tatu ziliwekwa hapo. Data ya ufuatiliaji wa ndege ilionyesha mojawapo ya ndege hizo ilisafiri kwa safari karibu na eneo la Kaliningrad huko Urusi siku chache baadaye, ambako pia msemaji wa makao makuu ya operation ya jeshi la Norway alisema ya kwamba ndege kadhaa za Marekani aina ya P-8 zilikuwa zikifanya kazi kutokea huko Gardermoen kusaidia shughuli za washirika katika maeneo yanayozunguka Norway. Kaliningrad ni moja ya vituo muhimu vya kijeshi vya Urusi huko Ulaya Kaskazini, ambayo inapakana na wanachama wa NATO ikiwa ni pamoja na Poland na Lithuania. Mvutano katika eneo hilo umeongezeka katika wiki za hivi karibuni juu ya shughuli zinazoshukiwa za ndege zisizo na rubani za Urusi huko Poland, Denmark na Norway, na wasiwasi juu ya nyaya na mabomba ya chini katika bahari ya Baltiki. Kutumwa huko kunafuatia mfululizo wa misheni ya tahadhari ya NATO kaskazini mwa nchi hizo, ambako pia picha zilizotolewa mapema msimu huu wa kiangazi zimeonyesha jeshi la wanamaji la Marekani P-8 likiruka nje ya kambi ya hewa ya Keflavik nchini Islandi kama sehemu ya zoezi la NATO la Baltic Sentry mwezi wa 7 mwaka huu, ambalo lililenga kuboresha mwitikio wa muungano huo kwa vitendo vya kuvuruga utulivu katika eneo hilo. Kulingana na Boeing, ndege hiyo inaweza kujaza mafuta angani na hivyo kuruhusu doria ndefu katika maeneo makubwa ya bahari, ambako Norway na Uingereza pia zinatumia ndege za P-8 pamoja na jeshi la wanamaji la Marekani. Naye waziri wa ulinzi kutoka huko nchini Marekani Bwana Pete Hegseth amesema ya kwamba Marekani lazima ijiandae kwa vita. Aliwaambia hivyo mkutano wa makamanda wakuu wa kijeshi kutoka nchini Marekani, na aliliita swala hilo la dharura sana, lakini hakutaja maadui wowote ambao Amerika inaweza kukabiliana nao katika siku za usoni. Wizara ya ulinzi ya Marekani hivi karibuni imekamilisha mapitio mawili makuu ya sera, mojawapo ikiwa ni mkakati mpya wa ulinzi wa kitaifa ambao unahamisha vipaumbele kutoka China hadi usalama wa nchi na ulimwengu wa Magharibi. Ili kuhakikisha amani ni lazima kujitayarisha kwa vita, Hegseth aliwaambia hivyo mamia ya majenerali wa kijeshi wa Marekani na maafisa wa kijeshi katika kituo cha Marine Corps huko Quantico, Virginia siku ya Jumanne, ambako pia alidai kuwa pacifism ni kutojua na ni hatari. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi, amesema jeshi la Marekani pia linahitaji wanajeshi zaidi, silaha na risasi. Huu ni wakati wa dharura, uharaka unaongezeka, alisema, akitoa mfano wa vitisho vinavyodaiwa kuongezeka zaidi. Pia Hegseth ya kutaja majina yoyote mahususi zaidi ya hitaji la kuizuia China. Pia alitangaza sheria potovu za kujihusisha ambazo zingeruhusu jeshi la Marekani kuwatisha, kuwakatisha tamaa, kuwawinda na kuwaua maadui. Maneno yake yaliungwa mkono na mkuu wa wakuu wa pamoja wafanyakazi kutoka nchini humo Jenerali Dani Kaine, ambaye aliwaambia mkutano huo ya kwamba
Amerika lazima iwe tayari kwa vita. Pia alitaja hatari za kimataifa ambazo hazijabainishwa ambazo alisema zinaongezeka zaidi nchini humo. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alibadilisha idara ya ulinzi kama idara ya vita, na siku ya Jumanne Hegseth alisema ya kuwa kupigana vita itakuwa dhamira yake pekee. Matangazo hayo yalikuja wakati Pentagoni ikikabidhi kampuni ya kutengeneza silaha Raytheon kandarasi ya dola bilioni 5 kwa mfumo wake wa makombora ya Coyote, huku kukiwa na upanuzi wa bajeti ambayo haujawahi kushuhudiwa. Ombi la bajeti ya ulinzi wa White House kwa mwaka 2026, yani mwaka wa fedha mwaka ujao, imefikia dola trilioni 1.01, ikiwa ni ongezeko la asilimia 13.4 kutoka mwaka uliopita, ambapo hapo awali jarida la Wall Street Journal liliripoti ya kwamba Pentagoni, idara ya ulinzi kutoka nchini Marekani, ilikuwa ikitafuta kuongeza mara 2 au hata mara 4 uzalishaji wa makombora, ikitaja hofu ya kupungua kwa hifadhi. Ripoti hiyo pia ilihusisha hili na maandalizi yanayoweza kutokea ya mzozo na China. Na hichi ndicho ambacho pia kimetikisa, ama hichi ndicho ambacho pia kimeweza kuzungumzwa muda huu kuhusu Marekani kupeleka ndege za doria huko Norway zikiwa katika karibu kabisa na maeneo ya Urusi, ama kufanya doria dhidi ya Urusi. Lakini pia waziri wa ulinzi kutoka nchini Marekani ameweza kutangaza kwamba nchi hiyo ni lazima ijiandae kwa vita, ama ikae tayari kwa vita muda wowote. Hivyo basi, taarifa zaidi na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha hapa. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zingine zaidi kutoka kimataifa, na cha msingi kabisa hakikisha ya kwamba umejiunga nasi sasa kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili ripoti zote na taarifa zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana kwa baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo, ikiwa na Oktoba 1, yani siku ya kwanza kabisa ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025.